Bwana, Simba wanaonekana kuwa serious sana kwenye dirisha la usajili, kwa sababu licha ya dirisha kutofunguliwa mpaka hivi sasa, lakini wekundu wa Msimbazi Simba tayari wamekwisha kuanza kutafuta wale wachezaji ambao pindi tu dirisha litakapofunguliwa wataenda kuwasajili. Na leo nipo na taarifa hapa ambazo zinahusiana na mchezaji ambaye anakipiga kule kunako klabu ya Wydad Casablanca, na huyu si mwingine ni Mtanzania huyu bwana mdogo Mwalimu ambaye tunakumbuka alijiunga na Fountain Gate FC akitokea kule ligi kuu ya visiwani Zanzibar kama top scorer, na vile vile pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walianza vyema sana kunako ligi kuu ya hapa nchini Tanzania, kwa maana ya ligi ya NBC Premier League, kwa sababu pia wakati anaondoka ndiye alikuwa top scorer. Kwa hiyo unaona namna gani basi mchezaji huyu ni ana kiwango bora kweli kweli. Na Wydad Casablanca waliweza kumsajili Mwalimu mara baada tu ya kuweza kumkosa Clement Mzize, kwa sababu pia tunakumbuka walikuwa wakimhitaji Clement Mzize ambaye anakipiga kunako klabu ya Young Africans, ili kuona ni namna gani basi wanaenda kuboresha kikosi chao chini ya kocha wao Roland Mokwena, ambaye pia naye tayari wamekwisha kuachana naye. Lakini ni kwamba wekundu Msimbazi Simba tayari wamekwisha kubisha hodi kunako klabu hiyo ya Wydad Casablanca ambayo ina makao yake pale kunako nchi ya Morocco, na wanahitaji huduma ya mchezaji huyu Mwalimu ambaye ameonekana kukosa nafasi ya kwanza kunako kikosi cha Wydad Casablanca. Na hii ni mara baada ya uongozi wa Wydad Casablanca kuhitaji kumtoa mchezaji huyu kwa mkopo ili aweze kupata nafasi ya kucheza zaidi ili kuendelea kuboresha kiwango chake. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba wanatumia nafasi hiyo kuona ni namna gani basi wanaweza kupata saini ya mchezaji huyo, na hii ni mara baada ya mastrika wa wekundu wa Msimbazi Simba kuonekana kama vile bado viwango vyao haviridhishi mpaka hivi sasa, ambao ni Steven Dese Mukola pamoja na Christian Lionel Ateba, ambao pia wameonekana viwango vyao kutokuwa bora kama watu wengi walivyokuwa wanadhani. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye ni mzawa ya Valentino Mashak ambaye pia naye ameshindwa kupenya kabisa kunako kikosi cha kwanza kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba bana wanahitaji basi kunasa saini ya mchezaji huyu ambaye anakitwanga kule kunako klabu ya Wydad Casablanca. Na hii pia inaweza kawa ni rahisi kwa sababu tunajua Mwalimu ni miongoni mwa wachezaji ambao ni wakizawa, sio mchezaji wa kimataifa. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba pia wanachukulia kama advantage kuweza kuongeza mchezaji ambaye atakuwa ni mzawa, lakini mchezaji ambaye atakuwa na kiwango bora kweli kweli. Na inasemekana chini ya mwekezaji wao mkuu Mohamed Dewji Mo tayari wamekwisha kutenga kiasi cha shilingi bilioni 6 za usajili, ambapo ni pendekezo la kocha Fadu David ambaye yeye ametoa pendekezo la baadhi ya wachezaji ambao anawahitaji, na pindi tu hata kamilishiwa wachezaji hao ataweza kuachana na klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo kocha wa wekundu wa Msimbazi Simba yeye anahitaji kuletea wachezaji ambao watakuwa na viwango bora kweli kweli ili aendelee kusalia kunako klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, ili ahakikishe kwamba project yake ambayo amekwisha kuianza inafikia mahali pazuri. Na kama tunavyojua msimu ujao wekundu wa Msimbazi Simba wanaenda kushiriki michuano ya kimataifa, kwa maana michuano ya CAF Champions League. Kwa hiyo tayari wamekwisha kuanza mazungumzo na baadhi ya wachezaji wakubwa barani Afrika ambao watakuja kuongeza nguvu kunako klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hizo zilikuwa ni tetesi ambazo zinahusiana na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuhitaji saini ya mchezaji huyu ambaye anakitwanga kule kunako klabu ya Wydad Casablanca. Lakini cha msingi sasa kwa wale ambao wanaendelea
kuifuatilia Mlacha Media. Kama bado hujasubscribe, bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi tu, upande wako kulia hapo kuna maandishi yaliyoandikwa subscribe. Kisha bonyeza tu moja kwa moja, unakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Sisi kazi yetu ni moja tu, kuhakikisha zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri tunakuwa tunakuletea hapa hasa zile tetesi zote za usajili. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, lakini cha msingi endelea kuifuatilia Mlacha Media. La kujina ni Innocent.